Mimi kitu ambacho kilifuel mabadiliko yangu na kubadilisha kabisa kutoka kuwa mvulana na kuwa mwanaume ni kitu kimoja. Nilipitia stress moja ya mapenzi, lakini hii stress ya mapenzi ilikuwa tu ni kama sehemu yangu ambayo nilitema sumu zangu zote. Lakini kiukweli ni kwamba nilikuwa nafanya kazi sehemu kwenye law firm. Nilipokuwa nafanya kazi kwenye law firm, mshahara nilikuwa naupata na bonus na kila kitu zilikuwa hazitoshi kabisa kurani maisha yangu kama nilivyokuwa na expect. Nikatamani kuacha kazi nibadilishe, lakini nikasema it was my passion, ndo nimesoma chuo kikuu, nafanyaje? Nikajikaza. Mwisho siku nikasema naacha. Nikaacha. Nikakaa nyumbani. Sasa nimeacha kazi kwa mtu pekee niliokuwa naye hapa Dar nzima hii. Peke yake alikuwa ni mchumba wangu. Hata mimi sasa simlaumu. Nilikuwa na kazi, maisha yalikuwa ni magumu. Nikaacha kazi. Unategemea maisha yangu yatakuwaje? Mchumba wangu naye akaanza kunipunguza taratibu. Sasa hakuwa straight kabisa kunikataa kwa sababu aliona angekuja labda usoni mwangu ningekufa. So akaanza kunipunguza. Hebu imagine maumivu ya kazi, alafu uje upate maumivu ya mapenzi. Nilikuwa nahisi kama kuvurugwa, kuchanganyikiwa. Kwa hiyo nilivyoona kila mtu kanipunguza, kila sehemu nimekataa. Option iliyobaki ni nini? Option iliyobaki mimi ni kuweza kukaa kama mimi. So that the moment, wakati niko kwenye uchungu, that's the moment nikaanza kulia, okay, only option hapa ni mimi mwenyewe kukaa chini. Nikaanza kukumbuka kwamba kumbe mimi nilikuwa mtu wa kanisani. Sasa wakati huu hauombi kisharobaro like, oh God please I'm here. That the minute tumaini lako la ukweli, that the true faith inabaki kwake. That the minute nikaanza kutengeneza maisha yangu na Mungu peke yangu. Unajua kuna kuomba wakati huo bado una option ya kuweza kutegemea mtu fulani, lakini kuna kuomba wakati huo ambapo huna option. The only option is you to die or God afanye maajabu. That the minute unategemea kupata miracles wakati hujawahi kupata miracles. That the minute ambapo nikasema okay, it's either nife au Mungu afanye maajabu. Niko peke yangu, nimelala chumbani. Kipindi nimeacha kazi ndo wakati ambapo nilikuwa nimesema naanza hii idea yangu ya biashara hii ambayo naifanya sasa hivi. Nilipoacha kazi nikasema nikaposti, hamna matokeo, kwa nikaacha, nikawa nimetulia. From nowhere anategemea kufa. Chumbani kwangu mwenyewe, joto kali Dar es Salaam. Nikaanza kutengeneza maisha yangu na Mungu. Nikaanza kuomba. Nikaanza kumsikiliza pastor mmoja anaitwa Pastor Tony. Namsikiliza like, huyu bwana, huyu mtu ana manondo, ana madini. That minute hata kumaanisha niko kwenye pesa ya mwisho. Sina hili mbele wala nyuma. Napigiwa simu na rafiki yangu mwingine ambaye nilikuwa nimeweka namba yake pale. Akanipigia sema, bwana, kuna mtu anakutafuta, ni client, inabidi uende. Kodi yangu imekaribia kuisha. Hela ya chakula imekwisha. Nimeacha kazi. Familia imenitenga, mchumba kaniacha, niko mwenyewe. That a minute naenda kukutana na client wa kwanza. Trust me, client huyu akunilipa $1 wala 2 wala 3. Project ilikuwa milioni nyingi. You can't imagine. The minute kaniingizia ile hela, narudi nyumbani, sikuamini macho yangu. That the minute nikatoka kwa mvulana kwa mwanaume. Nikaanza kuweka mahusiano yangu mazuri na Mungu. Nikaanza kujifunza sasa ile hela niliyopata, nikaanza kujifunza vizuri kuhusu masuala ya marketing, kurani kampuni, kurani biashara, kufanya nini, kufanya kila kitu. At the minute. So, unaweza kuwa unapitia situation ambayo unaona usapa naenda kufa. Trust me, haufi. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kubadilisha maisha yako, change kabisa kutoka kwenye kuwa mvulana kwa mwanaume. Especially hii ni content kwa mwanaume. Uko mtaani, hujaenda chuo kikuu, mambo yalikuwa yamekutinga hapo katikati, mambo yamevurugana. Trust me, when you change your life, una change maisha yako kwenye angle 3. Angle ya kwanza ni spiritual. Angle ya pili ni mindset. Angle ya 3 ni skills ama ujuzi, ama tunazungumzia masuala ya kibiashara. Ukiwa mvulana, usipo develop hivi vitatu, ni ngumu sana kwa mwanaume. Then unabidi kujifunza masuala ya biashara. Namna gani tengeneza cash flow, namna gani tengeneza mzunguko wangu wa pesa. That's only you can change your life.